Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, ni wasaa mwingine tena ambao Bwana ametupatia na wenye kumpendeza ili tuweze kuhabarishana kwa yale ambayo Bwana ameweza kunijuza. Lakini kwa kuwa ndugu mtazamaji na msikilizaji umekuwa sehemu ya mfuatiliaji mzuri katika vipindi mbalimbali vya chaneli hii ya Yerusalemu TV, basi moja kwa moja ni vizuri kabisa wakati huu na muda huu ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kupata muda mzuri wa kusikiliza kipindi hichi, moja kwa moja niweze kuomba ili Mungu pia aweze kukuwezesha ukifuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho, na ndipo utakapopata maana ya kile ambacho Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ameweza kunijuza na kwa kunifundisha kwa kupitia Roho wake Mtakatifu. Kama ilivyo ada, alivyotangulia kusema Isaya, ni sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu, yanyoosheni mapito yake. Maana kila bonde litajazwa na kila kilima na kilima kitashushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kujua kweli, basi upate kujua kweli, na hiyo kweli ipate kukuweka huru. Basi siku ya leo nitaweza kwenda moja kwa moja kukuhabarisha baadhi ya maono ambayo Bwana ameweza kunionyesha na yamekaa katika hali ya mafumbo. Ndio maana hata wakati ule Danieli alipoweza kuelezwa kwa habari ya namna ambavyo mafumbo yaliyofumbwa ambao wakati wake umefika wa kufumbuliwa, basi ilipo fumbo ambalo Bwana Mungu ameweza kunipa ufumbuzi kupitia Roho wake Mtakatifu, ambao nitalileta mahali hapa kama maono ambao nimeyaona kama mto uliojaa maji yaliyofurika, na kila aliyekuwa pembezoni mwa mto huo alitaabika katika mataifa. Basi moja kwa moja na tuombe. Baba Mungu, ninasema asante. Ninakushukuru kwa nafasi ya pekee, Mungu uliyemuinulia Elia Mtishibi mwenyeji wa Selepta, Mungu uliyeweza kumtuma mtumishi wako Musa akaseme na Farao kwa habari ya kuachilia wana wa Israeli kutoka utumwani. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ninakushukuru kwa nyakati hizi tena na wasaa huu ambao umenipatia, na umenipa pia baadhi ya watu wako kupitia Yerusalemu TV chaneli hii, ili waweze kufuatilia jumbe ambazo unanipatia hasa kwa nyakati za mwisho. Ninaomba Roho Mtakatifu karibu Roho Mtakatifu ukapate kutumia kinywa hichi, ukapate kuelekeza yale yote yaliyoujaza moyo wa Mungu, ukimshuhudiza na ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia vipindi mbalimbali kwa ajili ya manufaa yake na familia yake. Mungu, ninakusihi unitumie na umjalie kuanza tangu mwanzo mpaka mwisho. Amen. Basi moja kwa moja mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyotangulia kusema ya kwamba ni maono ya fumbo la mto lililojaa maji, na kila aliyekuwa pembezoni mwa mto huo alitaabika katika mataifa. Nikiongelea katika mataifa, nazungumza kwamba maono haya yanahusu mataifa na sio tu taifa moja kama nililopo Tanzania. Basi maono niliyoyaona ya mto uliojaa maji na kile kilichokuwa pembezoni mwa mto kilifadhaika, ndipo Roho Mtakatifu akanifumbulia fumbo hilo na kunipa maandiko kadha wa kadha ambayo yatatupa uthibitisho wa kile nilichokiona. Basi ndugu mtazamaji, kwanza kabisa kabla ya kuona maandiko ya uthibitisho, nikufunulie kwa habari ya mto uliyejaa maji. Basi ufunuo huu ambao naweza nikakupatia ndugu mtazamaji, tunaweza kukueleza kwamba
au mimi naweza nikakueleza ya kwamba fumbo hili la mto uliojaa maji yaliyofurika, moja kwa moja maji kinabii yanasimama kama maneno. Kwa hiyo kuna maneno ya Mungu na kuna maneno ya wanadamu. Lakini tukiwa tunazungumza kwa habari ya maneno ya wanadamu, pia Mungu huwa ana maneno ambayo hayo maneno yanawafikia watu kupitia watu, na kadhalika shetani pia ana maneno, na hayo maneno huwa yanafikia watu kupitia watu. Basi napozungumzia kwa habari ya mto uliojaa maji, moja kwa moja nimekuambia kinabii, maji yanasimama kama neno au maneno, na inakupasa utambue kuwa kuna maneno ya Mungu ambayo tunajua ni safi kama maji yaliyo safi yanayoweza kutumiwa. Kwa mfano maji ya mto, maji yanayotoka katika mto tunajua ni maji ambayo yanatumiwa na maeneo ambayo yanazunguka watu maeneo hayo, na maji hayo pia yanatumika kwa ajili ya, yanaweza kawa kwa ajili ya umwagiliaji wa maji wa watu wanaolima kilimo karibu, au mboga mboga na kadhalika. Kadhalika vile vile katika neno la Mungu, kama nilivyoweza kutangulia kusema, ni fumbo la mto niliouona ukiwa unafurika maji, na kila aliyekuwa pembezoni mwa huo mto alikuwa katika hali ya mataabiko. Sasa napozungumzia kwamba maneno ya Mungu ni maji yaliyo safi ambayo yanaweza kumsafisha mtu, utanielewa kwamba neno la Mungu ni safi, na kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lakini kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu, lakini kupitia wawakilishi wake wa kweli ambao ni watumishi wa Mungu, pia linapofika kwako linakuja kama sehemu ya usafisho. Na utaniambia kwamba ni usafisho kwa namna gani? Neno la Mungu linatutaka kuwa safi. Kwa hiyo linapokuja kwenye maisha yako, moja kwa moja linakufanya kuwa safi, maana kuna namna ambavyo linazungumza kwa ajili yako, na unavyoamua sasa kusema ngoja niondoe uchafu huu, basi lile neno moja kwa moja ndio linafanyika kuwa sehemu ya kusafisha kile ambacho ni kiovu ndani yako. Ndio maana hata nguo ikiwa ina uchafu, kinachotumika kusafisha zile nguo huwa ni maji. Kwa hiyo na mtu ili awe safi, kinachosafisha ule uovu ulio ndani ya mtu, nazungumza pia ni maneno ya Mungu. Ndio maana ukisoma katika kitabu kitakatifu cha Yohana ule mstari wa 15 na ile aya ya 3, utaona ikisema kwamba ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo tunaona kwamba maneno ya Mungu ni safi, na maneno ya Mungu nimesema yanasimama kama maji. Nimesema na wanyunyizia maji yaliyo safi, kama ni msomaji mzuri wa Biblia. Na kuna maneno ya watu ambao sio safi yanayoweza kukuchafua. Ndio maana nimeweza kuzungumza kwa kusema maneno ya watu yaliyo machafu, lazima hayo maneno yawe huyo mtu anayenena maneno yaliyo machafu, nyuma yake lazima awe shetani aliye na maneno machafu, na yule anayenena maneno yaliyo safi ya Mungu, nyuma yake lazima awe na huyo Mungu ambaye ni msafi. Tunajua Mungu ni mtakatifu na ni msafi, yuko safi. Na kuna maneno ya watu ambayo sio safi yanayoweza kukuchafua. Ndio maana kwa uthibitisho wa neno hili la kibiblia linasema hata ujapopita katika maji mengi hayatakugharikisha. Sasa tuone kwa uthibitisho wa kipindi hichi
kama unavyoweza ukajikuta kuna vipindi unaweza ukapitia, au kuna wakati unaweza ukapitia ukajikuta unachafuliwa kazini. Hiyo natoa mfano kwa habari ya kufumbulia kwamba kwa habari ya mto, kwamba unakuta kuna uchafuzi ambao unaweza ukakupata kazini. Manake yale maneno ambao wafanyakazi wenzako wanaweza wakayatoa kwa ajili yako yanakuwa sehemu ya kukuchafua. Na maneno mazuri ambayo unaweza ukasifiwa na bosi wako, au maneno mazuri ambayo unaweza kusifiwa na wafanyakazi wenzako, hayo kifumbo, hayo maneno kwa namna ya kinabii, maneno hayo tunazungumzia yanayokusifia ni sawa na mtu anayekutolea maji safi kukusafisha ili uonekane kuwa mwenye sifa njema na mwenye kufaa mbele za watu na mbele za Mungu. Sasa ukisoma katika kitabu kitakatifu cha Isaya 43 ule mstari wa pili, 43 mstari wa pili anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nao. Upitapo katika maji mengi maana yake nini? Kuna maji ambayo unaweza kukutana na maneno ambayo unaweza kukutana nayo ambayo ni maji yenye kukugarikisha. Ndio maana utaona Waswahili, wewe ambao unanifuatilia ikiwa ni Mswahili mzuri na unaelewa Kiswahili, utaelewa kwamba umeshawahi kusikia mtu anasema maji yamenifika shingoni, maji yamenifika shingoni. Maana yake nini? Maneno au maisha au hali fulani anayoipitia kwenye familia au kwenye ukoo au kwenye ofisi au kazini au nchini kwake, anasema maneno haya maji yamenifika shingoni. Ni sawa na mtu aseme haya maneno yamenifika shingoni. Kwa hiyo tunaona anasemaje? Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito. Ndio maana anasema nimeuona mto, anasema na upitapo katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika mto haitafanyaje? Haitakugarikisha. Kwa maneno yanaweza akamgarikisha mtu. Maneno yanaweza akampindua mtu kwenye nafasi. Maneno yanaweza akamuondoa mtu duniani. Na maneno yanakuja kama mafuriko. Yani huyu anazungumza, yule anazungumza, yule anazungumza kwa ubaya. Hayo maneno ya ubaya ni sawa na mto unaoleta mafuriko, ambao mto huo ambao ni maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu mwovu. Na ikiwa maneno hayo yanatoka katika kinywa cha mtu mwema, ina maana yanakusafisha, yanakuosha, unakuwa safi. Ni kama vile ambavyo ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utaona, tazama na yule joka akafunua kinywa chake kikatoa maji kama mto, ili uweze kumchukua nani? Yule mwanamke. Lakini unaambiwa nchi ikafunua kinywa ikameza yale maji yaliyokuwa yanatoka katika kinywa cha yule joka, yakameza maji yaliyokuwa yanatoka kama mto katika kinywa cha yule joka. Kama umewahi kusoma Biblia katika kitabu cha Ufunuo, utaona kwamba akasaidiwa. Kwa maneno yale ni yanakuja kama mafuriko ambayo yanakufurikia. Unakuta nyumbani, unasema yani nyumbani kumefurika. Yani kumefurika, unajiuliza kumefurika nini? Maana yake mtu anaweza kujua kumefurika, anajiuliza, atakuuliza kumefurika maji. Kwani mna mto pembeni ya familia? Kuna mto pembeni. Kumbe ni maneno, kwamba mawifi anaweza kukufurikia maneno, mashemeji wanaweza kukufurikia maneno, wazazi wanaweza kukufurikia maneno, lakini yakawa sio maneno mema. Tunasema ni mto. Ndio maana Mungu anasemaje? Anasema na katika mito haitakugarikisha. Hapa anazungumzia zaidi ya mto mmoja. Mito, kuna mtu mmoja anayefurika, anayetoa maneno yenye kukuudhi, yenye kukuangamiza, yenye kukufadhaisha, yenye kukupelekea mpaka ushindwe kula. Tunaona kwa mfano wa Ana.
alipokuwa amefungwa na Mungu kupata mtoto, tunaona Penina alikuwa kama mto wenye kutoa maji yenye kumfurikia, yenye kumchafua, yenye kumfadhaisha, yenye kumkaraisha, yenye kumuumiza, yenye kupelekea mpaka kushindwa kula. Nafikiri unanielewa, ambaye umekutana na maneno ambayo yamepelekea kutengeneza mpaka pressure, ambayo hiyo pressure nyuma yake ni mauti. Kwa hiyo ndio hiyo tunasema hata mito itakapokugarikisha, Mungu anasema hata mito haitakugarikisha, manake maneno hayo hayatakuondosha. Sasa hapo nimejaribu kufumbua fumbo hili la mto, ili nikuonyeshe kwamba kwa habari ya mto niliouona katika mataifa mbalimbali, na nikiwa naongelea mataifa mengi duniani, kwamba ipo mito imefurika katika mataifa. Na nimesema kila aliyekuwa pembezoni mwa hiyo mito katika mataifa alijikuta yuko katika hali ya mafadhaiko, alijikuta katika hali ya mateso makali, alijikuta yuko katika hali ya kuwa katika hali ya umakini wa hali ya juu. Baadhi yao niliwaona wakiwa katika hali ya umakini, ili wasije wakajikuta wamesombwa au wameondolewa wote na huo mto ambao uko pembeni mwa hao watu. Na nimesema ni maono ya fumbo la mto lilokuwa limejaa maji na kila aliyekuwa pembeni mwa huo mto. Sasa baada ya kukupa ufunuo mfupi kwa siku ya leo, ili nikupeleke kwenye somo nililolileta kwako siku ya leo, mtazamaji, kama alivyoweza kunifundisha Roho yeye yule afumbuaye mafumbo ya siri kwa siku hizi za mwisho. Basi katika mto huo uliokuwa umejaa sana, mto huo ulikuwa umejaa sana maji. Na kama unavyojua kwa mfano wa mto, maana hata Yesu Kristo pasipo mifano alikuwa asemi. Na kwa kupitia mfano huu utakusaidia wewe msikilizaji, hata yule ambaye anauelewa kidogo, maana watu tunatofautiana katika uelewa. Kuna mwingine anaelewa haraka, kuna mwingine anaelewa kwa kati, kuna mwingine anaelewa kwa shida, lakini naye atamsaidia hata yule ambaye uelewa wake uko kwa kiasi kidogo. Utakusaidia ufunuo huu au maelekezo haya, kwamba katika kuona huo mto, tunajua kwa mfano mto, popote ambapo kuna mto huwa kuna miti inaota pembezoni mwa mto. Sasa miti hiyo ambayo inaota pembezoni mwa mto huwa inapata maji kupitia huo mto, ambao unaufanya huo mti uendelee kuchipuka, unaufanya huo mti uendelee kushamiri, uendelee kustawi na kutoa matunda yake. Sasa ni sawa na namna ambavyo tunaona kila nchi duniani, pembezoni mwa nchi fulani kunakuwa na nchi jirani. Narudia tena, kila nchi lazima kuwe na nchi jirani, na hiyo nchi jirani ni sawa na nchi husika ambayo iko pembezoni mwa nchi jirani. Kwa mfano, nitoe mfano nchi yangu ya Tanzania. Tuna jirani zetu wa nchi ya Kenya, tuna jirani zetu wa nchi ya Uganda. Kwa watu wanaotokea maeneo ya Bukoba ni rahisi sana kuingia Uganda. Na tunaona Kenya kwa watu wanaokaa, tunaona kama Moshi, huwa ni rahisi sana kuingia Kenya. Sasa ninapotoa maelekezo haya, ninamaanisha ya kwamba kama unavyoona nchi ya Kenya
Kama msikilizaji, mtazamaji, unavyoona nchi ya Kenya, tunaweza tukatoa mfano kama ni mti uliye pembezoni mwa mto Tanzania. Nitoe kama Tanzania sasa, tuitolee mfano kama ndio mto. Sasa mto Tanzania, au tutolee pia Kenya, tuifanye pia kama sehemu pia ni mto. Alafu Tanzania ni mti ambao uko pembezoni mwa taifa la Kenya. Ama tutoe tena mfano kwamba ni Tanzania kama mto, lakini Kenya kama mti ulio pembezoni mwa mto. Kwa tunategemeana. Narudia tena kwamba tunategemeana, ama mto wa Kenya unategemea vitu kadha wa kadha Tanzania, na Tanzania inategemea vitu kadha wa kadha Kenya. Sasa ninapoelezea kuhusu ufunuo huu, niliona watu waliokuwa pembezoni sasa kama miti katika mataifa mbalimbali. Ukiwa unajua kila taifa, siwezi kuorodhesha mataifa yaliyo na nchi geni ama jirani zao, siwezi kuorodhesha zote, muda utakuwa ni mwingi sana. Na wale waongeaji kwenye mtandao wanaobeza sana mafundisho haya watajikuta, japo sijali wanachokizungumza, lakini watapata sana nafasi ya kuzungumza, unakula bando zetu. Ila naweza nikasema tu, sijalazimisha mtu yote kuingia kwenye mtandao huu. Hata unayepata muda wa kujibu pia unaweza ukawa unapunguza bando lako bure. Kwa hiyo ni vizuri, ikiwa haya mafundisho hayakufai, wewe usiingie kabisa kwenye mtandao huu wa Yerusalemu TV. Waacha ambao Mungu amekusudia waweze kuhudumiwa kupitia sehemu ya madhabahu hii ama kupitia chaneli hii ya Yerusalemu TV. Sasa ndugu mtazamaji, nimeweza kuzungumza kwa baadhi ya nchi ya Tanzania na Kenya na Uganda, lakini nimesema siwezi kuorodhesha. Ninatoa maelekezo ya nchi mbalimbali duniani, lakini sitaweza kuziorodhesha zote, lakini nimetoa baadhi ya kama Tanzania na Kenya, au nikutolee tu kwamba Russia na Ukraine, au Palestina na Israel, ama Gaza na Israel. Ni mataifa ambao pia yako jirani kwa jirani, ambao ninamaanisha ni sawa na kutolea mto na mti ulio pembezoni unayetegemea maji yake, kwamba unayetegemea maji yake katika hizo nchi, wote mnategemeana. Sasa mto niliokuwa nimeuona, ninaweza nikasema ulikuwa umejaa, na kujaa kwake yale maji yalikuwa yanavunja kingo. Ina maana kuvunja yakijaa kiasi ambacho yanapelekea hata kuvunja kingo. Ina maana moja kwa moja ni maneno ambayo tunaona yanafanyika, wanatupiana maneno, ambao maneno hayo pia ni sehemu ya kuweza kugharikisha taifa lingine. Yaani taifa lingine likaweza kujikuta linapoteza mahusiano yake na taifa jirani. Tunaona mfano Kenya na taifa la Tanzania, kwamba kuna baadhi ya watu Tanzania, kuna baadhi ya watu Kenya walikuja, na walipofika ikatokea taifa la Tanzania baadhi yao kuwachukua na kuwaumiza vibaya. Na huku tukiona sasa Kenya nayo wakitoa maneno yao kuishambulia sasa taifa la Tanzania. Kwa hiyo unakuta katika yale mashambulizi ya maneno yanaweza akavunja mahusiano ya kibiashara, yanaweza akavunja mahusiano ya kusaidiana, hata panapotokea vita vya taifa moja kutoa jeshi lake kuja kusaidia taifa lingine, ama taifa lingine, maana tayari mnasema ninyi
ni Afrika Mashariki. Kwa maneno hayo yana athari sana, hata si tu kwa ajili ya serikali, ni athari pia hata kwa wananchi ambao nao wamewekeza vitu vyao taifa la Kenya, au taifa la Kenya limewekeza Tanzania. Na nikizungumza kwa habari ya mataifa yote duniani, lakini natolea mfano taifa nilopo, lakini ikiwa ina mawanda mapana. Sasa tunaona pia Ukraine na Urusi ni majirani kwa majirani, wanapigana. Lakini kabla ya mapigano lazima yaanze matamshi, lazima yaanze mazungumzo. Na mazungumzo yanaweza yakaleta muafaka mzuri ama yakaleta shida, ambayo hiyo shida ndio tunaona sasa mizozo ya mapigano, ambayo huku mbele nitakuonyesha kwamba Mungu pia ameamsha vita hivyo, ambavyo sasa kila aliye pembezoni anataabika. Wananchi pia waliomo katika mataifa yale, maneno pia yanawafikia. Ile vita ya machafuko inakuwa kama mto unaowagarikisha, unaowasomba, unaowaondolea maisha. Na kama ni wengine, biashara zinaondoka. Kwa hiyo hali ya kutegemeana inakuwa inaelekea vibaya. Kwa hiyo unakuwa ni mzozo mkubwa utaikabili dunia. Na mzozo huu, ule umoja, ule mshikamano, yale masaidiano ya taifa na taifa, ya nchi na nchi, yanakoma duniani. Lakini yote Mungu ameruhusu kwa sababu anataka kuleta ukomo na ukiwa ambao utachukua miaka zaidi ya 70. Hilo somo nilishalielezea, imeshapita kama zaidi ya miaka 4 ama 4 bila kukosea. Ukirudi kwenye masomo yangu ya awali kabisa tangu mwaka 2018-19. Kwa hiyo ndicho tunachokiona kinachoelekea duniani, kinachoendelea duniani, kwamba kama Mrusi ni mto unaifurikia Ukraine. Kwa hiyo wale wote wanaotegemea kupata vitu kutokea Ukraine, au wanaotegemea vitu kutokea Urusi, katika mzozo huo kuna vitu ambavyo vinakuwa vinakosekana kusambazwa kwenye mataifa kutokana na mzozo huo. Huo ndio ukiwa ambao umeletwa na mto unaofurika, ambao unafurika kwa njia ya vita, mapigano ambayo wanakabiliana wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa wale watu ambao walioko pembezoni, kama mto, kama miti inayotegemea maji, au inayotegemea mbolea, au inayotegemea gesi Ukraine, au inayotegemea diesel, petroli, utakuta watu wakipitia shida kubwa, matatizo makubwa kutokana na mzozo, au kutokana na huo mto unaofurika kwa vita, unaofurika kwa maneno wanaotupiana, ambayo inafikia hatua kila mmoja anaamua kila mtu akae kwenye nchi yake. Usitishwaji wa watu kuwekeza, unaambiwa kuanzia sasa wafanyakazi watu wa Kenya wafanye biashara Kenya, na watu wa Kenya wanasema wa Tanzania mfanye biashara kwenu, tusiwaone kwenye mataifa yetu. Kwa hayo maneno ndio nimeona ni mto uliojaa, unaowafadhaisha, unaowapelekea watu kujikuta kila mmoja anawaza sasa nijishikishe vipi, na hakuna mtu anayeweza kujishikisha mwenyewe, tumewekwa kutegemeana. Kwa lazima utajikuta sasa watakao jikuta wanataabika sana ni wale wananchi ambao wanategemea kufanya biashara kwenye nchi hizo, kupata mahitaji
kwenye nchi ambazo hazina mafuta kama diesel, petroli. Nimetoa mfano kama Ukraine, Urusi, na tunaona Israeli na Palestina ambavyo ni vita ambavyo Mungu ameruhusu, na unaona jinsi ambavyo wanarushiana. Kwa hiyo ile mito inawagarikisha wengine. Sasa unakuta wanatawanyika, maneno yanapelekea kila mtu anaona kwa hatari hii ya maneno yanayonenwa kwa mipango ya vita vikuu vitatu vya dunia, ambayo ni mazungumzo, ambayo mazungumzo hayo sio mazuri, yanakuja kama maji ya kuwagarikisha, ya kuwaharibu. Yote yameruhusiwa na Mungu, na yote ni kwa sababu wanadamu wamemkosea Mungu, wanadamu wamemtenda Mungu dhambi. Kwa unakuta misaada inasitishwa. Tumeona kwa mfano wa taifa la Marekani kuwekwa ukomo wa shirika la WHO linaosambaza dawa hata za ARV katika mataifa ya Afrika. Kwa watu watajikuta kwenye hali ngumu sana kwa sababu ya maneno aliyoyatoa rais wa Marekani ambaye anaitwa Donald Trump. Kwa hiyo haya yote Mungu ameyaruhusu ili mwanadamu ajue kwamba kuna wakati mwingine hutamtegemea jirani yako, utabaki kumtegemea Mungu. Ndio maana katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 inasema, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Kwa limebeba maneno, mambo mengi sana, mambo mapana sana. Sasa kwa mifano hii, baada ya kuona ufunuo wa fumbo hili na watu waliokuwa pembezoni mwa mto, nimetoa mfano ni kama mti iliyo pembezoni, na juu kulikuwa na hali ya huyo miti, kulikuwa na hali ya wanyama. Wanyama nini? Manake mti wowote ulio pembezoni mwa mto una matunda, ambao matunda hayo tunaona kama wanyama wanavyokuwa wakiona tunda juu ya mti huo wanaenda kuchuma. Kwa mtu anaweza akaona kwamba katika taifa la Tanzania kuna matunda, kwa nchi ya jirani nasema ngoja nikachume pale pana gesi, au nchi ya Ukraine naona pale Urusi, watu wa mataifa ya jirani wanaona pale pana gesi ya kutosha, ngoja tukachume. Sasa mnachumaje wakati wameshafurika? Mtapataje hiyo diesel, petroli? Mto imeshawagarikisha, mto imeshajaa. Kwa unakuta ni vigumu watu kupata tena misaada. Kwa nikaona watu wakiwa wanashikilia hiyo mito, yani wanajaribu jinsi gani washikamane ili kutokuondoshwa kwa hayo maneno. Lakini tusipoamua sasa kumgeukia Mungu ili utulivu na maneno masafi ya masaidizano, maneno masafi ya kutegemeana kwa mataifa na mataifa kwa kusaidiana, yatakapokosekana dunia itakuwa katika hali ngumu sana. Ili neno la kinabii ambalo limebeba fumbo la mto uliofurika, na nimeleta kwako mtazamaji na msikilizaji, litamsaidia mtu aliyekaa katika hali ya utulivu wa akili na fikra na kufikiri kwa ufunuo huu uliyebeba fumbo pana sana. Kwa uliyetulia utapata masomo mengi sana kupitia ufunuo huu niliouleta kwako. Ndipo sasa nikapata ufunuo wa hiyo miti iliyo kando ya mito. Ni watu, na ni kila nchi iliyo na watu wake, na nchi hizo zilizo jirani kwa jirani, zikiwa zinazozana. Kwa mfano wa nchi yangu Tanzania, Kenya, Russia, Ukraine, Palestina, Israel na kadhalika. Tuone uthibitisho wa kimaandiko
unaothibitisha kuwa Mungu ndiye aliyeamsha katika ile kitabu cha Isaya 8 mstari wa 5, nikiwa naenda kwa kuhitimisha somo hili. Isaya 8 mstari wa 5. Isaya 8 ule mstari wa 5 nasema, Isaya katika kitabu cha Isaya 8:5 inasema, kisha Bwana akasema nami mara ya pili, akaniambia katika Mungu amesema na mimi mara ya pili na kuniambia. Niweza kuelezea kwa habari ya ukiwa uliokusudiwa, lakini Mungu ameweza kusema na mimi tena kwa habari ya kwa mara ya pili, lakini kwa mfano wa fumbo la mto, kwamba ukiwa, kwamba katika mizozo hiyo utakuta wale waliokuwa wakitegemea kufanya biashara, kujipatia kipato kutokea nchi ya Kenya, kupata kipato Tanzania, na Tanzania kupata kipato kutoka nchi ya Kenya, watajikuta sasa wanakosa. Huo ndio ukiwa. Na kutokea Ukraine wanaotegemea mafuta diesel, watajikuta katika hali sasa ya kujikuta wanatafuta mafuta ili waweze kusafirisha magari yao kwa bidhaa mbalimbali, lakini wakajikuta mafuta hayo yako katika hali ya juu, na hali ya uchumi wa dunia ukiwa inapanda kwa kiwango kikubwa, kwa maana ni tegemeo ambalo linategemewa sana. Kama ni ndege zinategemea, kama ni meli zinategemea. Kwa ukikuta katika hali ya usafiri, hali ya mafuta kupanda bei kutokana na maneno na mizozo ya vita katika mataifa hayo, basi utakuta hali ya maisha ya dunia, hali ya uchumi wa dunia, hali ya maisha ya mtu mmoja mmoja katika kila mataifa akijikuta kwenye hali mbaya. Na ndio yanayoendelea sasa hivi, lakini una sababu ya kujua ili usikae katika kujioji na kujiuliza kama Mtanzania, kama Mkenya, kama Uganda, kama Mkongo, kama Zambia, kama mtu wa Marekani, kama mtu wa Russia, Israel na kadhalika, kwamba haya yametukuta kwa sababu ipi. Na ukisoma pia ile Isaya 8 mstari wa 7 utaona, basi sasa angalia, Bwana akaniambia, nimesema na wewe mara ya pili. Akaniambia, basi sasa angalia, Bwana ataleta juu yao maji ya huo mto yenye nguvu mengi sana, nao ni mfalme wa Ashuru na utukufu wake wote, naye atakuja na kupita juu ya mifereji yake yote, atafurika juu ya kingo zake zote, naye atapita kwa kasi na kuingia Yuda, atafurika na kupita katikati, atafika hata na kupita katikati, atafika hata shingoni, na kule kuyanyoosha mabawa yake ataujaza upana wa nchi yako. Kwamba utafika sasa wakati tunaona Ukraine itaingia, Rusi ataingia kabisa Ukraine, ataidhibiti. Ndio huo mto unaofurika utaingia na kuchukua baadhi ya maeneo kadha wa kadha Ukraine. Utakuta katika mataifa yanayoendelea vita kama Tanzania, wakati nikaona jopo la Wamasai, siwezi kujua anatokea tu Kenya au na watu ambao wako nchi za jirani, ambao pia kuna baadhi ya watu wa Masai wakienda nchi na nchi, hawajali chochote, wakiingia na kukuta chochote na kuchukua, kwa sababu wakati kutakuwa na njaa, kwa mtu atakuwa kuliko afe, hata kuwa tena na ile hali ya mpaka, kwamba mpaka uwe na kitambulisho cha kuingia mpakani. Nikaona wakiingia na kila mtu na upanga wake na sime lake, kwamba atakayemkuta atachinjwa. Kwa hali itakuwa mbaya sana. Narudia tena, hali itakuwa mbaya. Kwa maono hayo yakanifadhaisha nilipoona jopo la watu wamevaa mavazi ya Kimasai wakiingia, na hili litapelekea pia ni neno lililobeba unabii hata katika makanisa, watu wakiwa hawaoni haya kuwavamia watumishi wa Mungu wanaosema kweli ya neno la Mungu na kuwatendea vitendo vya uovu.
hata ikifikia watumishi wao wenyewe kwa wenyewe, watumishi wenyewe kwa wenyewe wakiondoa kabisa. Nikizungumzia watumishi wenyewe kwa wenyewe, maana yake kuna watumishi wa giza lakini waliovaa mwavuli wa Kristo, wa jina la Kristo, wakiwavamia na kufanya kama mafuriko, maana yake maneno ambayo hayo maneno sio ya kujenga. Kwa hiyo wanapokuwa wakiwafurikia, moja kwa moja unakuta hali ya watumishi hao wa kweli wakijikuta sasa wakiwa katika hali ya kuchafuliwa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo Mungu ameweza kunionyesha katika hali yanayoendelea. Lakini wakati huo wengine wakidhani ya kwamba mafunuo mengine watu tunaopewa kwamba ni hali tu ya wengine watatoka katika kutoa maneno machafu kuchafua, lakini kuna wengine watatoka kutoa maneno katika hata baadhi ya watumishi mbalimbali ambao walikuwa katika yani wenye utumishi kwa muda mwingi, lakini wale wanaotoa maneno ya kuwaonya, wale wanaotoa maneno ya kuadibisha, si kwamba wao ndo wanatoa maneno hayo, bali Mungu akiwa anatoa maneno hayo kupitia watumishi hao kwa lengo la wao wasafishe tena, watengeneze upya na Mungu, waishi katika maisha ya kumpendeza tena Mungu. Lakini Mungu si kwa lengo la kutaka wagarikishwe ili labda washirika watawanyike kwa sababu ya watumishi wao kusemwa na Mungu, kwa sababu ya uovu wanaotenda, kwa sababu ya uzinzi wanaofanya, kwa sababu ya watumishi au walio juu, walio katika huduma kwa miaka mingi kujiinua hata pale Mungu anapotuma mtumishi wake ambaye hajulikani. Kama mimi najitolea mfano hapa, sijulikani sana, na wapo watumishi mbalimbali ambao ni machipukizi hawajulikani sana, lakini Mungu akisema tazama nitawainua watoto wachanga ili kuwaibisha, Biblia ndio inavyosema, wenye nguvu. Lakini Mungu pia akiwa anataka pia wale watakaoshuka kama Daudi alivyotambua kwamba ameambiwa kwa nini umelala na mke wa Uria, akajishusha, akalia, akaomboleza, akamwambia Mungu nisamee, nimekosa. Kama vile Hezekia alipokuwa ametenda kosa, Mungu akamtuma mtumishi wake, nenda akamwambia tengeneza mambo ya nyumbani mwako, baada ya muda kadhaa utapoteza maisha. Hezekia akageuka ukutani akamlilia Mungu. Mungu akaendelea kusema na ule mtumishi katika umri wake ule mdogo, nenda akamwambia nimekuongezea tena miaka kadhaa. Baada ya kuona kwamba kweli Mungu nimekosa, kwa Mungu akaleta neno kupitia machipukizi wake, ili lengo la wale watu wajisafishe, watakaswe. Lakini wapo wengine ambao wanakuja kwa lengo la kuchafua ili wafurikiwe na watu, na wale washirika waondoshwe. Kwa hiyo au wale washirika waondoke. Lakini kuna wengine ambao Mungu anataka wasikie sauti yake, watengeneze na Mungu ili Mungu azidi kubaki pamoja nao. Lakini ikiwa hawahitaji, hakika nawaambia hasira ya Mungu atawafurikia, kama alivyosema pia kwamba ni kweli watu watafurikiana wenyewe kwa wenyewe, lakini pia Mungu atawafurikia. Nikiwa nahitimisha katika kile kitabu cha Isaya 59 ule mstari wa 19. Isaya 59 ule mstari wa 19, nikihitimisha somo hili. Kama utakuwa na maswali zaidi, nina namba ambayo nitaiachilia kwa wewe ambaye hujaelewa. Anasema basi wataliona jina la Bwana toka magharibi na utukufu wake toka mawio ya jua, maana yeye atakuja kama mto, atakuja kama mkondo wa mto ufurikao uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Kwa atawajia kama mto wenye kuwafurikia watumishi ambao wanaambiwa watengeneze na Mungu kwa makosa ambao wanajua hata ndani ya mioyo yao wanashuhudiwa wamekosa na wasitake kukosa. Asomaye na afahamu neno hili ambalo Roho anena na kanisa na mataifa yote yaliyo pembezoni
mwa nchi jirani kwa jirani. Ni nabii wa Bwana aliyetumwa kwa wakati huu kusema na mataifa na makanisa yaliyoko pembezoni mwa dunia yote. Mungu akubariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen.